Mwenyezi Mungu asifiwe sana. Tunashukuru Mungu sana kutusaidia kupata huu muda mbele yake. Na ningependa msalimiane, umwambie mwenzako ya kwamba haungejua kama utakuwa hapa leo. Ninamshukuru Mungu sana kukuwa hapa pia, ninasikia ni neema kutoka Mungu. Injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka. Tutasoma sura ya 18. Ninaanza aya yake ya 6. Aya ya 6. 18 aya ya 6. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule hakimu dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mwaminifu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. Lakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Amen. Tafadhali mketi. Najua kuona mikutano kama hii tunayoiona katika kanisa siku hizi, tunaweza kusema ya kwamba ijapokuwa shetani ana wengi, lakini Mungu naye ana mabaki yake. Na sisi kwa kusema ukweli, napenda kusema Mungu ni kutujalia neema tu kuwa hapa. Labda pia inaonyesha alama ya kuwa mabaki ya Bwana. Na ninawatakia ile neema. Mungu akujalie neema uwe baki lake. Patia mwenzako mkono, mwambie uwe baki la Bwana. Ndio. Na mimi mnisaidie mniambie na wewe uwe baki la Bwana. Na mimi nitasema amen. Tukisoma maneno ya Mungu hapa, tunaona ya kwamba Yesu alikuwa na mafundisho, lakini pia alikuwa anawaponya watu. Na baadaye anaeleza katika ile sura ya 17 habari juu ya kuja kwake. Lakini hii sura ya 18 aya ya kwanza inatueleza juu ya mama mmoja mjane. Mseme tu mjane. Ninapenda kuambia Wakristo, ukweli kufiwa na mwenzi wa ndoa ni bahati mbaya tu. Na mtu anaweza kuisikia kama alikuwa mwenzi wa ndoa. Sababu kuna mwingine anakuwa na mwenzake lakini hayuko mwenzi wake, lakini wako ndani ya nyumba pamoja. Lakini Mungu akujalie neema wewe uko hapa uwe mwenzi wa mwenzako. Na huyu mjane inaonekana ya kwamba alikuwa na mume wake, baadaye mume akafa. Sijui Biblia haituelezi ni madeni gani bwana yake aliacha kwa bank au mikopo aliyoikopesha kwa watu, lakini hawakutaka kurudisha ile. Na huyu mama aliona aende kwa hakimu, kwa tribunal. Na kama alifika mahakamani alisamba. Lakini aliona kama juge president macho yake haikuwa inamwangalia vizuri. Yeye mama anajua nina haki yangu lakini siipewi. Wakristo, ninapenda kukuambia kama kuna haki zetu tulizo nazo. Na Mungu alishasinye kama ni yako. Lakini inaweza kukuta kikwazo njiani. Na kikwazo anaweza kuwa mwanadamu, anaweza kuwa ndugu, inaweza kuwa ni serikali mbaya, inaweza kuwa ni mahakama mabaya. Sawa, mahakama leo ya nchi yetu pale mnaijua ninyi nyote. Kama una haki, unaweza kulipwa kwa kituliro na baadaye haki yako inakanyangwa. Lakini napenda kuambia mwenye haki, mwenye yuko hapa, ya kwamba kuna mahakama ya duniani na kuko mahakama ya mbinguni. Ila Yesu analeta ule mfano, anasema huyu mjane alihangaika sana na alienda kwa yule juge kila mara anamwambia nipe haki yangu, nipe haki yangu. Na yule juge anafunga masikio. Huyu mama alianza kwenda hata kwa nyumba ya juge.
Banagonga hivi, wanauliza ni nani yule? Banasema ni yule mjane mwenye anakuyaga hapa. Mwisho jiji hasizii tena. Biblia inasema yule jiji mwenyewe ijapokuwa alikataa kwa muda, akasema moyoni mwake, ijapokuwa simuchi Mungu, manake siogopi Mungu wala sijali watu. Kuna watu wa namna wale, Mungu akimuinua tu anasahau Mungu, na wanadamu wenzake anawaona kama miti, hawajali. Mungu akujalie neema usiwe miongoni mwa wale. Mungu akikuinua yafaa kujua ya kwamba uko mtu sawa na wengine. Tutaiona mbele kidogo. Basi huyu mwamuzi yeye mwenyewe anajua kama ni mtu mbaya kabisa. Nasema niko mbaya, Mungu simutaki na watu siwataki. Maana yake anataka nani? Anajitaka yeye mwenyewe, mimi tu. Mungu akujalie neema, usizani kama ni wewe tu Mungu aliumba. Mungu alituumba sisi wote sawa sawa, na tuna haki kwa njia ya Yesu sawa sawa. Ndugu zangu, tutaiona pale mbele, sababu nitakazia juu ya neno imani. Kama tulisoma kwa Waebrania, ilituonyesha ya kwamba kwa imani ulimwengu, tunajua ulimwengu wote uliumbwa kwa neno la Mungu. Maana yake dunia hii tunaishi ndani, sayari ya nyota, vyote viliumbwa na Mungu. Na mimi ninapenda nikwambie, attention na kiumbe mwenzako, na zaidi mwanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 6, Mungu anasema atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake pia itamwagika. Muuaji anaweza kuua leo, lakini hajui ni nini namngoja kesho. Alafu ninarudi nyuma, nikwambie hivi, ndugu Mkristo, acha kudharau Mkristo mwingine. Hata mpagani usimdharau. Na ninataka kulalamika, niambie watawala, viongozi wanaotuongoza, ya kwamba waliumbwa sawa sawa na sisi, na tuko na bei sawa sawa mbele za macho ya Mungu. Na Mungu akitaka anaweza kukuinua unakuwa kiongozi leo, lakini akitaka kesho atakushusha na wewe unakuwa mtumwa sawa na wengine. Alo. Tumeumbwa sawa sawa. Ninapenda kuambia hapa ni Wabantu wengi. Ninyi Wabantu mjue mliumbwa na Mungu. Pigme ninyi hamuwajui. Mimi ninawajua, niliwahubiri na Mungu alinisaidia nikaona wengi wanaokoka. Pigme aliumbwa na Mungu. Ni kweli au haiko kweli? Wewe ni udongo, mimi ni udongo, pigme ni udongo. Aliumbwa na Mungu. Mutusi aliumbwa na Mungu, Nilotik aliumbwa na Mungu. Ni ndio au hapana? Ninapenda nikwambie, Muhutu wa Mnyarwanda au wa Murundi aliumbwa na Mungu. Ndio au hapana? Na hao viumbe sisi wanadamu tunaoweza kutaja Mungu, tunapaswa kuheshimiana. Kila mtu ampe mwenzake heshima yake. Yafaa kujua kama wakati unashindwa kuheshimu mwanadamu mwingine, unaasi Mungu. Pigme niliwaheshimu sana. Nilikula na wao. Nilitoka Buringi na miguu, na ninaenda kwao kuwahubiri. Na wengi waliamini. Baadaye nilianza kukamata kamioneti kutoka Buringi, natia manguo ndani ninajaza, na majembe na mipanga, ninaenda mbali kwa pori. Nilikula na pigme. Na pigme walilala ndani ya nyumba yangu, sababu niliwatosha kule Kalehe Bishulishuli, na niliwapeleka Kakwende kwenye wazungu walikuwa, wakawa wanalala ndani ya nyumba yangu, wanakula chakula changu. Na siku moja mzungu alituinvite,
Nikaenda na wainvite wa mzungu wa pigme, tukakula kumeza na mzungu na mimi nikakula na wa pigme. Kila mmoja akamhesabu mwenzake ya kwamba ana valeur mbele za Mungu. Mwenye anajidai mkongomani Mkristo, usipojali mtu mwenzako, Mungu atakuuliza siku moja. Na hao wauaji wanaoua, napenda kuambia ya kwamba wakati unaua mtu, yafaa kujua kama yule mtu ni picha ya Mungu na wewe pia ni picha ya Mungu, na neno lake linasema mwangaye damu ya mwenzake, damu yake yeye itamwangika. Ukiua pigme, ukiua Mhutu, ukiua Mtusi, ukiua Bantu, uue mzungu wa Ulaya au wa Amerika, unajua kati ya wazungu kuna wenyewe wanaonaga wenzao ni wapigme. Wa Espanyol hawapendwi na wazungu wenzao, lakini Espanyol hata wale wa Amerindian, wale wote ni viungo vya Mungu na kila mtu ana haki mbele za Mungu. Na ninaomba wazazi muwape watoto haki yao. Wanaume, wanawake zenu wapate haki yao. Tafadhali sisi tunaoongoza, wazee wenzangu, tukumbuke ya kwamba Wakristo wana haki yao. Hata kusimama hapa, ninasimama hapa sababu na haki mimi nikulishi, lakini mwili hauniruhusu. Ila ninajua nina deni na ninapaswa kuilipa. Kama nikisia nguvu kidogo na nikipata mlango, takuja hapa kusudi nitimize lile haki yako na ifike kwako na mimi nisikie kwamba ninapumzika. Huyu mjane ule mwamuzi akasema, siogopaki Mungu na siogopi mtu yeyote. Kuna watu wa namna wale wanasema hatuogopi Mungu na hatuogopi mtu yoyote. Lakini ewe nyama wewe, mnyama tu. Sababu sisi na mnyama tunatofautishwa na kitu kimoja tu. Sababu sisi tuna imani kwa Mungu, lakini mnyama hana imani kwa Mungu. Na ndio maana Mungu akatupatia kusema ambayo hakupatia nyama, kusudi tumsifu, tumuabudu na tuambie wenzetu ya kwamba kuna Mungu mkuu. Hakimu akasema, kamata haki yako na unitokee. Yesu anaenda chini, anaeleza, anasema, sikiliza vile huyu hakimu mzalimu alivyosema. Mungu akujalie neema usihesabiwe kati ya wazalimu. Mungu akujalie neema usihesabiwe kati ya wazalimu. Na wewe unasema mbona amenitendea hiana na mimi nitamtendea. Biblia yangu inasema kisasi si chako. Umwachie Mungu, ndiye alipaye kisasi. Na Mungu akujalie neema pia. Wewe mbaya unayesema ninangoja Mungu, kwa kadiri unaendelea, siku moja utaiona ndani ya nyumba yako. Ubaya unaoutendea mtu mwingine, kama haufiki kwako wewe mwenyewe, utaona kwa bibi yako, kwa mtoto wako, kwa mdogo wako au kwa mkubwa wako. Acheni ubaya, acheni uzalimu, muendelee mbele. Pale mbele Yesu anasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Sikia enyi wacha Mungu, ni vile inakuwa kwa wakati wa Malaki. Watu walikataa Mungu, watu waliasi kabisa. Lakini Mungu alisema na Malaki, nenda ukawatabirie. Na Malaki alijaribu kusema kwa watu, lakini unajua kama mtu shetani akisha kumfanya kuwa mgumu, inamuomba bahari ya Shamu imfundishe. Watu wagumu wangoje bahari ya Shamu iwafundishe. Ikiwa hawawezi kusikia sauti ya Mungu na kutii Mungu, Mungu yuko. Mungu yuko. Anakuwa mbinguni, anaona. Mungu anajua kusikia. Hata wakati kwa Misri anasema, nimesikia kilio chenu
ninaona na mateso ya mtesi wenu, lakini nimeshuka ili nipate kuwaokoa. Mungu anaweza kukupatia wakati ya kufanya mabaya, lakini fanya angalisho, saa ya Mungu iko. Ewe tajiri ambaye haujali wengine, haujali hata mtumishi wa nyumbani mwako, napenda kukwambia kama ile malipo unamlipa utailipia wadada. Ndiyo ninawaambia viongozi wa nchi yetu, wale wanatuongoza leo kwa fimbo, kwa kutunyang'anya, kwa kutuima kazi, kwa kuchuma mali ya nchi, na wanaweka mifuku ya mrefu zaidi, wanapasua mifuku ya zamani, warefushe. Ninapenda kuambia warefushe mifuku na hukumu yao inarefushwa. Mseme kurefushwa. Sasa mwache niache hili. Lakini Mungu huyu anataka kutufundisha nini hapa? Anasema, ninyi mnaomlilia Mungu mchana na usiku, mlie tu. Mlilie tu. Na Malaki ndiye anasema kitabu cha kumbukumbu kikaandikwa. Mungu asifiwe. Hakuna tendo jema ambalo halitaandikwa ndani ya kitabu cha uzima, ikiwa wewe una uzima wa milele. Kama una uzima wa milele, kila tendo jema unalolifanya litaandikwa ndani ya kitabu cha uzima wa milele. Hapa Yesu anasema atawapatia haki upesi. Mseme tu amina ingine. Pale mnapendaga kupata. Mnapenda kupata lakini hamtaki kupana. Lakini kama unaomba, Yesu anasema utapewa. Kama unatafuta sana, Yesu anasema utapata. Kama unagonga mlango, wanadamu wakikataa, gonga mlango wa mbinguni. Mlango utafunguliwa. Acha wanaofunga milango waweke makale za nguvu. Wakati unagonga mlango unasikia haifunguki, achana naye. Maana yake saa haijafika. Lakini wote wakikataa wanadamu, wokovu utawatokea kwenye ninyi hamkutazamia. Mnajua ni vile Mordekai alimwambia yule mama, anamwambia, "Je, haujui kama ni kwa sababu ya huu wakati ndio maana uliingizwa pale? Ninakwambia uko pale kwa ajili ya mtu mmoja. Na Mungu akujalie neema ujue ya kwamba niko hapa sababu ya mtu." Je, Mungu hatawapatia haki? Na sisi tunasema hatuna haki tena katika hii nchi. Imekanyangwa usiku, imekanyangwa mchana, na tuko tunaona. Mnajua tuna haki ya kuishi. Muitike tu. Tuna haki ya kuishi. Na Mkongomani, je vous assure, Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Nikiingia ndani ya kanisa ninaangalia watu, najiuliza, wanatosheka nguo ya kuvala wapi? Wapi? Mimi sipendi kuvala kravati siku hizi sababu niko ndani ya kilio. Lakini na mimi ninayo. Na ule kuna shingo kawambi lakini nadhani ana kravati pia. Naweza kujiuliza, nguo ya kuvaa inatokaka wapi? Ndani ya nchi yenyewe wanasema Kongolea anaishi na 0.5. Ile ndiyo hii Organisation Mondiale inayoangalia mambo ya malisho inasema kila Mkongomani anaishi na 0.5 par jour. Mdunia maisha haikutani ya 0.5 kwa mtu, lakini ni dolari labda 5 au 10. Lakini sisi tunaishi kwa 0.5. Mungu mwenye aliumbaga Mkongomani ninamshukuru sana. Kiangalia wamama namna gani wananenepa, najiuliza 0.5. Lakini watoto wanasoma, watu wanagonjwa, wanaenda kwa daktari, wanatunzwa, wanapona. Na wengine wanaponeaga ndani ya nyumba. Hana la kubeba, lakini Mungu aonaye mnyonga na mwana anasema, na wewe uko Mkongomani itakusaidia. Mungu asifiwe. Tuko hivyo. Wenzetu hawajui kama tunaishi. Ukimwambia kuna mtu mwenye anatumikia dolari 100 kwa mwezi, wanasema inawezekana. Lakini watu wetu wanatumikia ngapi? Ulize ba infirmier, ulize policier,
ulize soda. Hata tunasema basoda batupiganie. Mshahara yao kama unaona soda na kuomba umpatie, wako chini sana. Lakini hata vile wanaishi, ni Mungu anatupatia pumzi. Hakuna mtu mwenye anapumuliaga mwenzake, na tufurahie ile tu. Sasa hapa tukienda mbali, nawaambia atawapatia haki upesi, haraka. Lakini ile haraka ya Mungu angalisho nayo. Upesi ya Mungu inaweza kuwa hii dakika tu unaomba hivi na Mungu anakupatia jevu. Kuna mwenyewe kwa hapa anaweza kuomba anasema Mungu ninakuomba 0.5. Sasa unafika pale kwa mlango banakupatia $5. Sisi hatuhesabiaki, tunahesabiaga $. Wao shangae. Kisha Amerika kwa dolari ni Kongo jo ya kwanza. Mnaiwaga vile? Aha. Hata tunakufa hivi, maana yake Mungu anasema na ninyi mko ba Amerika kushindi kitu. Yafaa kuitika ile tu. Juna wale ukuta Amerika ndani ya njia, ukimkamata umgugumi kwa utamtosha Kolome. Lakini hapa Kongole benyebi kwa hapa tamlisha maliza kutoa sadaka. Kama ningelisimama pale kumlango ni bashaki, mtabatosha kwa dolari zenye mtu anaweza kukula miezi 3. Ninasema kweli au ninasema uongo? Ziko humu. Ni neema ya Mungu. Ni haki Mungu alitupatia. Lakini mateso ya Yesu sasa. Lakini mnajua kama lakini naharibishaga msemwa. Atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Ni pale ndio swali la leo liko. Swali ni gani? Je, imani ingali? Na wewe unasema ndio, si tuliingia kanisani. Kuna watu wanaingia ndani ya kanisa ni kuingia tu. Sababu ni siku ya Mungu. Twende kule. Lakini ukimuuliza imani yako inajenga juu ya nini? Labda ni juu ya chuki. Labda ni juu ya buizi. Labda ni juu ya unyang'anyi. Na balozi wanaweza kuwa ndani ya kanisa. Ni kweli ile? Wenye wanatesa ndani ya hii nchi, nao wanaweza kuwa ndani ya kanisa. Na anasema Mungu anabebwa hapa, lakini kwenye kikao ndani ya imani Mungu hayuko. Na ile ndio Yesu anauliza, je, atakapokuja mwana wa Adamu atakuta imani ingali? Una haki ya kujibia kama ni ndio au hapana. Ndugu zangu wa Kristo, imani haiko sababu ya wakati mzuri. Imani haiko sababu ya majira mazuri. Haiko sababu ya kupendwa. Haiko sababu ya kukula vizuri anana, matunda ya mabanana, masitron, haiko ile. Imani haiko wakati tu ya kukula mikate. Imani inapaswa kuwa hata wakati mtu anakunywa kilulukunju. Unakosa cha kukutunza ndani ya tumbo, lakini unakimbilia majani ya mtu na ikanyanga hivi, unakunywa hata pale, uinywe kwa imani na itakuponya tu. Kama wanasema juu ya imani, hawasemi juu ya watu waliolala ndani ya nyumba za mzuri. Hapana. Hawasemi juu ya wale walikuwa tajiri sana. Wale siwaamini Mungu aliwapatiaga kila kitu. Haisemi juu ya wenye rangi nyeusi au wenye kuwa na rangi nyeupe. Haisemi juu ya wafupi au ya warefu. Imani ni kipawa kinachotoka Mungu, na kila mmoja wetu anayo. Ninasema juu ya imani ya Mungu sababu kuna imani ya watu wote na shetani anakuaga nayo. Biblia inasema kama na yeye anaamini Mungu na anatetemeka, ile imani inakuaka, lakini haiwezi kuokoa. Ila kuna imani ya kuokoa, na ile imani ya kuokoa inaamini kama kuna Mungu mmoja na Yesu Kristo ndiye Mwokozi, na inaamini ya kwamba kuko mbingu na jehanamu iko, na wanaomwamini Yesu
wakisimama katika haki, siku moja watafika kwa Mungu. Na wenye dhambi wakiendelea ndani ya dhambi, siku moja wataenda ndani ya jehanamu. Ile imani iko. Imani ya tatu ni imani ya ishara, ni imani ya muujiza. Na ni hii ninataka kuingia ndani yake sahihi kwa dakika zinazonibaki. Nilikuwa msomi wa kitabu cha Waebrania. Kile kitabu cha Waebrania nakiita kitabu cha recensement ya wenye imani. Ninasema nini? Kitabu cha recensement ya wenye imani. Lakini sasa kile kitabu hakikuisha kuandikwa. Ulikuwa unatuimbia na wewe usikie vile tutahubiri. Usikie vile ninahubiri. Wewe ndiye ninashota kidole. Unavala lineti za nguvu lakini ninaonaga. Pale sauti ilishaniambia ngambo yako hapa mtu hivi. Bien. Angalisho, ninapenda kuwatakia neema ya kuwa na imani inayomuona Mungu. Lakini imani inayoruka juu ya mambo yote. Imani sio hesabu mabonde. Imani sio hesabu mnyengerere ndani ya barabara. Ukiendelea kuhesabu kila lenye kukufikia, hawezi kuandikwa ndani ya kitabu cha imani. Lakini sura ya 11 haikuisha. Ingeisha, ingesema na Nakangu. Nakangu ni kilema. Alishateseka ya kutosha. Mwili hakuna. Nilisema na mwenzangu mmoja naye anakuwa mgonjwa na mimi niko mgonjwa. Tunateseka kabisa. Tunateswa sana. Ndugu yangu, Mungu akusaidie usiteswe sawa sisi. Wao ushangae. Mtu mmoja anaweza kuweka mkono hivi, wamalize saa 3 wako wanaingiza mshindano, hii ipite, ingine ipite, ingine ipite, ingine ipite, ingine ipite. Nangala anaishi. Lakini hata hapo tunapenda Mungu. Hata hapo tunataka kutumikia Mungu. Hata hapo tunatolea Mungu. Hata hapo tunahubiri. Hata hapo tunaimba. Jina la Bwana linabarikiwa. Mungu akupe imani ambayo haitahesabu na bunyengerere. Imani sio shuka ndani ya mabonde. Imani ya ski. Uko juu ya mlima unakibeba, nasema anakufa, unaruka, saa unarukia ndani ya barabara. Waliokuona unazikwa jana, kesho wanasema alifufuka. Ninapenda ile sana. Wamenizika mara kwa mara. Wakanizika. Lakini baadaye wakasikia ninawafanyia makelele ndani ya masikio. Walionizika wanasema angala anaishi. Hata leo unaishi na wewe. Useme tu amin. Katika kitabu cha recensement ya wenye imani, mwandishi anatumia maneno machache hivi. Ningalipenda sana sura ya aya ya 3. Sawa, ile ya kwanza tunaijua sisi wote definition ya imani. Lakini aya ya 3 inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Museme ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Sasa nilielekeza kinywa pale, nikaona mwenye alitaka kusinzia anaamka. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Amen. Hallelujah. Dunia hii tunaishi ndani na sayari zake, galaksi ya nyota, mwezi, planeta zote zinazoyala pale, ni Mungu aliumba. Aliumba na alitosha ndani ya bure. Kuumba maana yake kutengeneza kitu kinatoka ndani ya hewa na kinaishi. Siku hizi niko ninafuata wa magicien. Wako wanataka kuumba. Anaweza kufanya nguo hivi, unaona mtu anatoka pale chini. Anafanya hivyo, alikuwa anasimama, baadaye anajigeuza, anakuwa nyoka. Au anakuwa simba. Au anakuwa tigre. Au anakuwa leopard. Na watu wanapiga mikono. Lakini ile haiko kuumba. Ni mayele tu ya wanadamu na shetani. Nikisema juu ya mayele ya wanadamu na shetani, mwenzetu mwenyewe aliombea mtoto wake hapa.
anakuwa na kakitu hapa kwa koti yake. Ni wewe. Na wewe yako iko hapo kale kakitu. Pale. Ile ni alama ya waframason. Bako na mayele ya ajabu. Kama unaweza kufika kwangu nikuonyesha alama za waframason, utakuta na ile yako yenyewe unavala iko pale. Hizi manini mko mnaona tunanunua, banaweka hapa, banaweka kooro au kashenet kaoro na kabutoki ko pale. Usizani kama ni sababu banataka kutupendeza. Banataka kutuvalisha shetani na sisi hatujui. Mungu sema sikio niwaambie. Waframason wako ndani ya makanisa. Hawa wa Jesuit, wa Père Jesuit, ni wao ndio walianzisha framasoneri? Ni wao ndio walianzisha Illuminati? Ni wao. Illuminati ni wale watajiri ambao wanasaidia waframason kufanya kazi. Wakristo, muitike mseme ndio. Ninawakataza kila mtu asiwawekee mkono. Achana na hii. Uniombee uniwekee mikono. Utaiwekea na wajumbe wa shetani. Wamajisie wana uwezo. Na ninawasihi sana, acha kuwekewa mikono na watu wabaya. Kama niliendelea kufanya uchunguzi na usomi, niliona kama framason inaingia ndani hata ndani ya makanisa. Iko na makanisa ya Kiprotestanti wa framason wengi wako. Nina huzuni ya kuambia kama siku zilizopita nilipokuwa ninasoma na baadaye nilizungumza na pastor mmoja. Nikaona kama kuna vyeti fulani walinipatia, prix de mérite. Nitazipasula. Sababu nilizikamata bila kujua. Mtu mwenye anapatia kama mwingine titre, anapaswa kuwa iko juu yako. Lakini ndani ya framasoneri wanaweza kutengeneza mayele, batakuwa wanakupatia prix ijapokuwa wenye kuipana hawana chochote, lakini anakupa prix. Ile ni laana. Ni laana. Na ndio maana ninapenda kuambia katika manifestation, fanyeni angalisho. Usibarikiwe na kila mtu kuwekea mikono na kila mtu. Achana na ile. Utagonjwa umaskini wake. Utapewa prix na Yesu. Utapewa prix na Mungu mtu ambaye unajua ya kwamba huyu ni Mungu alimuweka, anaongoza watu, alipakwa mafuta, yule anaweza kukuombea na anaweza kukupa baraka. Sababu kwenye baraka iko na ndiko inatoshwa. Sasa mwenye hana baraka atakubariki na nini? Atoke pale na baraka zake. Njoo hubu vifungo wako wanawatilia kwa makoti. Hakuna maana, toshere uchafu, tupa. Ni mapriva bakuone kama na wewe ulipata medai. Haiko medai, ni laana za mashetani tuko tunavaa. Wa mama, vile vikomo mnavaa, iko ako kichwa cha nyoka au biju ya masikio na vichwa vya nyoka au anaweka kwa mikono. Ile ni alama ya waframason, ni alama ya Illuminati. Mtoke kwao. Acheni vyao. Njoo kwa Muumba aliyeumba mbingu na nchi, sababu kwake kuna kila kitu. Unajua nitabambia mtaniogopa. Tutaenda mbinguni bila valeur ya wanadamu. Tutaenda mbinguni bila cheo chao. Tutaenda mbinguni bila nguo yao, bila nsinge yoyote kutoka wao, lakini tutaenda tu sababu ya damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ninaona mingi. Leo watu wako wanapana wengine sababu anataka apate kazi. Na anaenda kuvunjisha nyumba ya mwenzake, gari ya mwenzake waharibisha, sababu anataka apate hii na hii. Yote tunayoipata kutoka kwa wanadamu ni ya dunia hii. Omba Mungu akupatie. Mungu anaweza kupitia ndani ya mtu mwenyewe kupigia magoti, anakuinua. Na ile ndio inahitajika. Mnaniamini kwamba
Kwa imani Mungu aliumba ulimwengu, vinavyoonekana na visivyoonekana. Ninafurahi. Sasa ukiwa ndani ya ile imani, aya ya 4, utafanana na Habili. Inasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa na haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena amen. Abel ni mtoto wa Adam na Hawa. Hakukuwa wa kwanza, alikuwa wa pili. Napenda kuambia wanaume, msio mnafikiri mtoto wa kwanza tu ndio anapaswa kuwa mrizi. Uombe Mungu akusaidie kati ya watoto wako, uone ni nani ambaye anamheshimu Mungu, nani anampenda Mungu, nani anajitoa kwa Mungu, sababu mwenye kuhesabu na Mungu hata huwa ndugu zake. Lakini ukikamata huyu mpagani, sababu alizaliwa wa kwanza, alizaliwa na laana za bakwabo, sababu hakuokoka. Lakini aliyezaliwa na Mungu, maana yake amezaliwa mara ya pili, ana damu ya Yesu ndani yake, upendo wa Mungu na yala ndani, atafanya ya kumpendeza Mungu. Lakini akipendeza Mungu, atapendeza na wanadamu wenzake. Hacha kusema mimi niko mkubwa napendezaga Mungu, lakini wanadamu si wataki. Funga kinywa, hata Mungu naye haumjui. Wewe utakosa kumpenda mwenye unaonana naye, na mlizaliwa tumbo moja na yeye. Mwisho unasema Mungu yuko wapi? Wewe utashaga muona. Unaona Mungu ndani ya mwenzako. Sawa, yule uliye naye ni picha ya Mungu. Ambia mwenzako ya kwamba uko picha ya Mungu, ndugu yangu. Mimi mniambie na mimi basi. Na mimi ninawaambia ninyi nyote muko picha ya Mungu. Abeli ambaye alikuwa na roho ya kupendeza Mungu, anatoa kati ya mafugo yake na tafuta ile iliyokuwa nzuri sana. Kaini alileta mbegu zake, hatujui zilikuwa za yeye. Lakini Biblia inatuambia ya Kaini ilikataliwa, ya Abeli ikakubaliwa. Mungu akujalie neema uwe Abeli. Na akaitoa, lakini akakufa. Usizani kama sababu nafanya wema ndio maana hauwezi kufa. Mtu anaweza kufanya wema na Mungu anasema toka tukuya kwangu pumzike. Mseme tu amin. Na mimi ninapenda nifike kwa Mungu nipumzike, lakini sitaki mwanadamu anipumzishe. Nataka Mungu. Basi sadaka yake ingali nasema. Sababu gani? Sababu alikuwa na imani na akatenda tendo la imani. Imani yake, si unaona kama sadaka yake tunaisema leo juu ya nini? Ni sababu aliitoa, ingali nasema ifundishe watu ya kwamba ukienda mbele za Mungu kwa njia ya imani, pia utamtolea Mungu kwa njia ya imani. Daudi anatuonyesha ile katika maisha. Wakati anaenda kwa Arauna, sababu alipaswa kutoa sadaka kwa Mungu ili Mungu asimuue, Arauna anamwambia ukamate miti, kuni ziko hapa, na wanyama wako, na moto tutawakisha, utolee Mungu sadaka. Daudi akamwambia Arauna, kama basi ile kwa français inakuwa mzuri zaidi, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Siwezi kutoa kitu kwa Mungu ambacho hakitingizi ekonomi yangu. Kuna watu wengi, nilikuja na pesa hapa kwa mfuko. Hizi leo njoo inakuwa sawa ya chini kabisa. Na akienda ndani ya kanisa anafikiri ile ya mwisho kutoa kwa Mungu. Ewe mjinga, kwa Mungu vinatoka na kwa Mungu virudie. Kama ukitoa katika hazina yako vilivyo vizuri, ndani ya hazina yako vilivyo vizuri vitarudia. Imani haiko maneno. Kuniambia mimi naamini Mungu, mimi naamini Yesu. Hapana. Naamini Mungu, napenda Mungu, sababu kila alichonipa ni chake pia. Maana yake kuko reciprocity ndani ya ulimwengu wa roho. Mungu anakupa, unamupa, Mungu anakupa, unamupa, na ule urafiki utaendelea. Utafika kwa kaburi na Mungu angali anakupatia. Lakini msingoje kunipea kwa kaburi. Nipatie ningali mzima leo.
Na unasema pastor, unapenda vya hii dunia. Ndio si ninapaswa kuishi. Ni kule siku nitakufa. Baba pastor, mnaenda kununua maua kule kwenye bikuba na itengeneza. Nadhani sanduku yangu itapataga maua za mingi. Ushaga za mingi. Na bazee batatengenezaka yapata hivi. Bana kuya banaibeba hivyo. Ewe mufu, yenye tulishindwaga kukupatia kudunia, tunakuletea sasa, wende yako na amani. Mwenye atamtendea mwingine kitu mtendee leo, hapana kesho. Abeli akaifanya, nyuma ya kumaliza kuifanya akauawa kwa ajili ya haki. Mungu akasema, andikwe ndani ya kitabu hata kufa siku moja kwa Philadelphia basikie jina la Abeli. Mungu akujalie neema uzale Abeli, lakini yule mwenye atakufa mbio. Mwenye atatoa sadaka na sife mbio. So mwenye kutoa sadaka akifa mbio pia watu wengi wanahombaga. Si mnakumbuka yule mjana mwingine aliitwa Roda? Alikuwa anasuka makanzu sana na anaangalia mtu anamsukia, anaangalia mtu anamsukia. Sasa alikufa. Wakristo wote wakalia mikono kwa kichwa. Tenda mema na uende, hautajua mwenye atakulilia, Mungu asikie. Sasa anaenda. Anaenda kuita Petro. Sasa Petro anafika. Hapa kumwambia angalia maiti. Lakini banamwambia angalia makanzu zenye alikuwa anatushonea. Acha kuwa mnangoya maiti bandugu. Suka kanzu kama mweza kuangali mzima, mupe aende. Wangapi ulishaga valisha we? Wangapi? Fanya mema leo, sababu ngali mzima, imani yako pia ihesabiwe kwa matendo yako. Biblia inasema nini? Inasema imani bila matendo imekufa ndani yake. Ibrahimu alihesabiwa kuwa na imani, utaisoma hapa, wakati Mungu anamwambia toka huko, nenda kule. Akaitika kutoka Mesopotamia, akapita Asia yote, akapita Syria, nilifika kwenye aliteremkaka kuingia kwa nchi ya Kanaani. Na akatoka kwa nori ya Kanaani, akaenda kwa sud, kwa Beersheba. Nilifika kwa lupango kwenye banaonyesha sema hapa ndio Ibrahimu alikuwa. Nilifika pale. Ninakwambia Biblia ni kitabu chenye uzima ndani. Halafu anafika kule chini, Mungu anamwambia hapa ujenge kwanza. Anajenga mahema. Hapa Biblia ilienda mbali, sababu inasema aliikana ndani ya hema. Banasahau Isaka, banasema Yakobo na watoto wake wakaishi kama wageni duniani. Kwa nini? Kwa njia ya imani. Maana yake waliitwa na wakaitika. Wewe mwenye dhambi mwenye unaingia ndani ya kanisa siku kwa siku, kumbuka ni Mungu ndiye anakuita uokoke. Mtu ayuaki kesho inaweza kuwa yako siku. Unatoka hapa mayu wa mwisho yote, unaenda kuamshwa ndani ya moto. Bahati mbaya sana. Ingia hapa, okoka. Twende kwenye Mungu anatujengea. Biblia inasema kama hapa hatuna makao yanayodumu, lakini tunayatazamia yale makao ya mbinguni. Pale kwenye Yesu anaambia wanafunzi wake ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Baba, niaminini na mimi. Sababu ninaenda sasa kwa Baba yangu na kwenda kuandalia makao. Lakini nitarudi tena niwatwae, ili pale kwenye niko na ninyi muwe pale. Ndio amina nyingine. Ile msalaba haiko ndio imani. Kuiweka hapa haiko ndio imani. Nisikia mtu mmoja ananiuliza sababu gani pastor wewe hauvalaki vile? Mimi nasimama hapa sababu niko na msalaba. Niko hapa sababu roho ya Mungu iko ndani yangu. Miaka ngapi nimewatumikia na sina msalaba? So wengi wameokoka hapa. Nani mwenye anaweza kukosa kusifu Mungu kwa ajili ya kanisa la Philadelphia? Misalaba na zile makalota hazitubebi mbinguni. Imani yako katika Yesu Kristo Bwana. Kaza imani. Kaza imani. Achana na mapambo yasiyokuwa na maana. Nilisikia Maroi hapa anasema Baporoba anatufuata kubyetu, batuachie masinye zetu. Wakati tuliokoka hatukuiwaga kama vile vinakuwaka. Tuliokoka, wapasteri walitufundisha bila ile yote, hawakuwa na misalaba.
tukaokoka. Tumeokoka tukaendelea. Si jana njoo hivi vinatoka, ni mambo leo. Museme mambo leo. Kama unamkuta kwa barabara usishindwe kumchokoza, unamwambia mambo leo. Ni mambo leo. Haitubebi fasi. Haitubebi fasi. Vazi halitufanyi kuwa watawa. Hapana. Vile ni makanzu. Mwenzangu, rafiki yangu mmoja aliniambia hivi. Anasema kama sisi tunavala zile makanzu zetu, pastor, bana tuheshimisha. Lakini kama unakuwa na ile koti, mimi nikamuuliza, nikienda na we na unavala vile vikoti na unaweka shapo, na mimi ninaenda hivi, ni wewe utaenda mbele au ni mimi? Akasema ni wewe. Mimi nikamwambia unasema kweli. Unasema kweli. Tunaenda mbingu bila chochote, lakini hatuendi mbingu bila imani katika Yesu. Mkaze imani watoto wa kanisa letu. Watumishi wa kanisa mkaze imani. Wagonjwa wenye wako hapa mkaze imani. Wakosefu wenye wako hapa mkaze imani. Tajiri mwenye yuko hapa kaza imani. Wewe ulishindwa kuoa, kaza imani. Wewe uliolewa, kaza imani. Ulipata mtoto, kaza imani. Ulikosa mtoto, yewe Ibrahimu, kaza imani. Hapa wasemi kama Sara, hawasemi Ibrahimu alikuwa tasa. Lakini wakasema hivi, Sara wakati anakuwa hayuko tena mwanamke, sababu alihesabu tu na yule aliyeahidi ya kwamba anabaki mwaminifu kwa ahadi zake, siku moja akazaa kicheko. Unaweza kusema amina nyingine nisikie? Simama imara katika imani. Hata unakauka, hawezi kujua saa ya Mungu. Sara nyuma ya kuzaa Isaka aliishi kabisa. Aliishi. Ni mzee mkongwe. Mumewe miaka 100 ilishapita. Lakini Mungu anasema ile mgongo itatoka mu watoto. Na ikatoka mu Isaka. Lakini kwa imani, angalisho, Mungu anajua kutupatia, Mungu anajua kutuomba. Kwa imani Mungu anamwambia Ibrahimu, Ibrahimu, ninakujua, lakini ninataka sasa nipe ile niliyokupatia. Nini? Ninataka mwana pekee wako. Wa wapi? Isaka. Haombi Ishmael sababu ni mtoto wa mtumwa, lakini anaomba namba ya kwanza, number 1. Je, ulishaka kumpatia Mungu number 1? Si ndio maana hata watoto wazaliwa wa kwanza Mungu anawaomba ili wateuliwe wawe wa Mungu. Ndio maana unaona watoto wa kwanza wengi ni wavwayu. Wavwayu. Ukimrizisha unarizisha shetani, ataponda yote yenyewe ulimwachia, na bandugu yake hata bayua, na anababeba ku tribunali, na analipa kwa zile franga, bule bundugu wote wanamtosha kwabo, anabakia peke yake. Mwisho anakufa maskini, hana ndugu ijapokuwa alizaliwa na wandugu. Tewa mtoto wa imani. Na Mungu anamwambia ninamtaka Isaka. Biblia inasema kwa imani Ibrahimu akamubeba akijua ya kwamba yule aliyemleta atamrudisha tena. Mtoto wake anamlidisha machozi, anamwambia, baba, mimi niko naona kila kitu iko tayari, lakini mbona unasahau kondoo? Maana yake ule wakati kifo ilishaanza kumluma. Baba yake anamwambia, twende. Watuma mbakie kule nyuma, twende. Anamwambia huku kwenye tunakwenda Mungu mwenyewe atajipatia. Usizani Mungu anatuomba sababu iko maskini. Mungu anatuomba sababu anataka aone imani yetu. Mwisho anataka kuchinja mtoto. Malaika anamuita kutoka mbinguni kusema, izuie kisu yako, usiue mtoto. Ninajua kama unanipenda. Mungu akujalie neema, Mungu ajue kama unampenda. Hata tutakosa kila kitu, lakini Mungu ajue ya kwamba tunampenda. Sema amina ingine. Mungu ajue kwamba tunampenda. Na basi sana inua macho, anaona kondoo iko kwa kichaka, anasema, fika hapa kondoo. Mungu anakuoga na kondoo ndani ya machaka. Kabisa. Kama ukisha kufanya ile yenye Mungu anataka, Mungu anaweza kukuonyesha chenye haukuona katika maisha. Karibu na wewe kondoo iko sana.
Pale pale kwenye unaikala, msio mnakimbia sababu ya balozi. Pale pale kwenye unaikala kuna baraka yako. Chinja kondoo, wache kuchinja watu. Na mimi nawaambia hao chinja watu, achani kuchinja watu, mchinje makondoo. Kwenye Mungu anazuia, anataka sadaka ya mtu, lakini Mungu anasema hapana, chinja kondoo, niachie Isaka. Ewe chinja, mchinje makuku, mniachie watoto. Chinja makuku, mwache watu. Ngolosi nitawaambia nini? Mwache kuwa mnaloga watu. Mloge mambuzi zenu. Na sababu gani unataka kwenda kuua baba mwingine? Suwe kwanza bako sawa Ibrahim alifanya. Chinja wako, kusudi Mungu akuonyeshe kondoo. Wapendwa, msimame katika imani. Mungu akisema utende. Imani inaruka juu ya mambo yote. Haiangaliagi chini. Mwache imani ya mabonde. Kwenda unahesabu mnyengerere. Bana kwambia ile bonde jo utaanguka ndani, na wewe unasema ile bonde. Ukiendelea kuangalia hivi chini utaanguka. Maana yake nini? Unazeeka na ungali kijana. Mnajua juu ya nini watu wanakunjaga migongo? Mnajua sababu gani? Ni woga. Ni woga. Sababu mtu akieneza miaka 60 anaanza kuogopa kufa. Na kama anaogopa kufa, si anaogopa na kukwara. Sasa utakuwa unaona kuliko angalie kule mbele, anaanza kuangalia chini, nikikwara hapa nitakufa. Nikikwara hapa nitakufa. Basi, na vile anaendelea vile ile colonne vertebral nayo inaenda inajiabitiwe, mwisho inageuka kama ngondo hivi. Basi. Mungu awajalie neema, msio mnaangalia chini. Jifunze kuangalia juu. Ndani ya giza tuangaliaje chini, lakini viatu havikatikaki. Useme tu amin. Wakati uko katika majaribu, acha kuangalia chini. Angalia Yesu aliyeanzisha imani, na unajua sema ataitimiliza. Ninakufunza kile ambacho ninakijua. Natoka mbali na huyu Mungu. Ni mbali sasa. Bila shaka. Miaka 52 na huyu Mungu huyu. Maana yake nini? Ijapo kuwa siwezi kumjua, lakini alishanifundisha ya kutosha. Muwe na imani kuliko yangu. Niliangalia mbele tu. Walinibomolea nyumba, ninaangalia mbele tu. Walisema rudi huku, ninasema naenda. Nikisha kwenda ninaenda. Nimeenda, kama nitamaliza safari, sitaimaliza na majuto. Hapana. Nitaimaliza, nitasema nilianza katika Bwana na ninamaliza katika Bwana, na ninawekewa taji ya uzima. Igeni imani ya Ibrahim. Igeni imani ya Sara. Igeni imani ya Musa. Msiende mnapanda benzenu sababu ya umaskini, sababu nataka kazi, sababu alikufanyaga hiki na kile. Mwache ile. Acha ile. Musa angeweza kushtaki watu wengi mbele za Farao. Lakini Musa anasema, Farao huyu, mimi siko nasikia sauti ya Mungu ndani yake. Natoka niende kwa wandugu zangu. Tafadhali, toka ndani ya ubaya, enda kwa ndugu zako. Acha wabaya waendelee na Farao wao, na wewe endelea na Yesu wako, endelea na Mungu wako, na hautajuta. Si kwamba hautafuga chunga kondoo ndani ya pori, baridi kupige, jua ikupige, lakini saa ya Mungu ikifika, utasahau baridi, utasahau joto, na utaendelea. Useme tu amina ingine. Ile haiwezi kusahaulisha mandugu yako basikuchukie. Batakuchukia na wanasema nani mwenye alikuweka mkubwa kwetu? Je, ile yenye ulifanya kule ndio unataka kutufanyia? Haizuru wanakuchukia, au wanakupenda, au wanakukataa. Angalia yule aliyekuita. Ni mwaminifu, naye atafanya. Tunamaliza hivi. Yesu akauliza, je, Mwana wa Adamu atakaporudi ataikuta imani duniani? Munijibie nisikie. Nani ana uwezo wa kunijibia? Yesu akirudi, je, ataikuta imani? Unasikia ni wachache. Ndio sababu ya nini? Sababu papa pastor tuko katika vita,
tuko tunalia watoto wetu wenyewe wanakufa, na sisi wenyewe tuko tunalala tunaogopa kama watatufungula milango watatuua. Njoo maana imani inacheza. Funga kinywa. Mtoto wa simba ni simba. Yesu hakuogopa kifo. Danieli alifunga makanwa za simba sababu ya imani. Wakati wanatafuta kumaliza, wale marafiki zake watatu wanawatupa ndani ya tanuru ya moto. Sababu gani? Sababu wanamwambia piga magoti utuabudu. Anasema pale msiviole haki yangu. Haki yangu ni Mungu wa mbinguni peke yake. Anasema sasa tutaona. Ndio mtaona tu kama haniokowi nafsi yangu, hata hapo nitatumainia. Maana yake walikuwa tayari kwenda na wakaenda. Lakini wakati wanaingia ndani ya moto, wakakuta mtu mwingine yuko mle ndani. Alishaambia makali ya moto nyamaza. Makali ya moto ikanyamaza. Walitupa watu wangapi? Watatu. Waina kaonekana. Na wengine nao waliowatupa ndani ya moto, si wao moto iliwaramba, lakini wale watatu wakawa hai. Acha uoga yako, uwe na imani leo. Mungu akuinue, uwe na imani leo. Mtoto wa simba ni simba. Simba haiwezi kuzaa mbuzi na haitazala kuku wala nyoka. Simba inazaa simba, na sisi tuna simba wa kabila la Yuda. Tuko wa descendant wa kabila la Yuda. Jina lake na libarikiwe. Kama anakuja leo Yesu, anikute ninachunga imani yangu. Akija leo Yesu, akukute unachunga imani. Basi tumwambie Yesu, ukija Bwana ukute ninachunga imani. Tusimame tuombe Mungu. Hallelujah. Kama unasikia imani yako inacheza, imani yako ina mashaka, inua mkono wako uishtaki mbele za Mungu na tuiombee. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, tunakuja mbele ya macho yako na kanisa hili lote. Kwa jina lako Yesu mwana wa Mungu aliye hai, fanya ishara ya kuumba imani ndani ya kanisa letu. Utusaidie tukufanane wewe, uliyejua ya kwamba unamwekea Mungu kila alichokiweka kwako, na ya kwamba atakichunga hata saa ya mwisho. Naomba imani katika kanisa letu. Tukupende, tukuheshimu, tukutumikie, tuchunge utakaso, na ukija Mungu utupeleke kwako. Amen. Na utakia uzima. Hallelujah.